Hamujambo wapenzi watazamaji, hii ni studio ya REB. Siku hii ya leo tumewaandalia kipindi kabisa cha kuvutia. Ni kipindi cha Kiswahili ambacho kitazungumzia faida za kujifunza lugha ya Kiswahili nchini Rwanda. Na katika studio yetu tuko pamoja na mtaalamu wa lugha ya Kiswahili ambaye si mtu mwingine bali ni Malonga Pacific. Na kama mnavyojua, lugha ya Kiswahili ni lugha muhimu sana katika bara la Afrika na katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na bila kuchukua kabisa muda mrefu, hebu tumupokee Profesa Malonga Pacific katika studio yetu na aangazie kwa ufupi historia ya lugha ya Kiswahili nchini Rwanda. Karibu sana ndugu Malonga. Nakushukuru ndugu yangu Donati. Labda tu kwa wale ambao hawajazoea kipindi hiki, ni dhahiri kwamba Donati alivyotaja studio ya REB, labda wengine hawakuelewa maana yake ni nini. REB kwa kifupi ndio, kwa kirefu ni Rwanda Basic Education Board kwa Kiingereza, ambayo ni asasi inayoshughulikia masuala ya elimu nchini Rwanda. Kwa hiyo jamani watazamaji, ni raha kwangu mimi kushukuru uongozi wa Rwanda Education Board kwa kunikaribisha. Naam. Ili kama anavyosema mwenzangu Donati, kwa kunikaribisha kwa mara ya kwanza kabisa ili tuanzishe kipindi hiki ambacho ninaamini kitaendelea kwa manufaa ya Wanyarwanda wote kwa jumla, na kwa haswa kwa wanafunzi na walimu au wale wote wanaohusika moja kwa moja na masuala ya elimu nchini humu, tukizungumzia mambo na habari za Kiswahili. Asanteni sana na karibuni. Alipotaja mwenzangu Donati kwa nini makusudi ya kuja hapa, ni kwamba mimi kama mkuzaji au mjumbe wa kamisheni ya lugha ya Afrika au Umoja wa Afrika, kwa Kimombo au kwa Kiingereza tunaita ACALAN, ambayo ni academy au ni akademia ya lugha za Kiafrika, na mimi kama mjumbe wa Kiswahili nchini Rwanda, nimeomba tuweze kuzungumzia masuala ya Kiswahili katika ukuzaji na uenezaji na uboreshwaji wa Kiswahili kwa jumla. Kwa mara ya kwanza sasa leo ningependa ni kwa ufupi kama navyosema niwaelezeni Kiswahili kwanza kimekujaje au vipi? Ndio. Kiswahili Wanyarwanda wanataka kujua. Ndio. Kwa sababu ya tunazungumzia Kiswahili. Ndio. Je, Kiswahili kilifikaje Rwanda? Sawa sawa. Historia yake ni ipi? Ndio. Historia ya Kiswahili nchini Rwanda kwa kweli ina mambo mengi na ni historia kubwa, kwa sababu Kiswahili kiliingia Rwanda, kwa wale wasiojua, wakati wa ukoloni wa Wajerumani. Wakati huo Rwanda ikiwa ni pamoja na Tanganyika na Burundi zikiwa chini ya utawala wa Wajerumani. Kwa hiyo wakati huo eneo hili lilikuwa likifahamika kama Deutsch East Africa, ikiwa inajumulisha Tanganyika, Rwanda na Burundi na utawala wa Wajerumani. Wajerumani hawakukaa muda mrefu, walikaa karibu miaka 20
wakaondoka maeneo haya au nchi hizi baada ya kushindwa vita vya dunia, vita vya kwanza karibu na miaka 1918. Kwa hiyo Rwanda wakati huo wakaja wafanyabiashara wengi wakiwa ni kutoka upande wa uba ya wageni au tuseme wafanyabiashara na wengine wa Kiarabu, ndio wakaanzisha Kiswahili, lakini kwa ajili ya utawala tu, sio kwa sababu ya biashara. Na ndio wakati huo Kiswahili kikawa kimeendelea, lakini baadaye walivyoondoka mamishonari kutoka Ulaya sana sana wa kwanza wakiwa ni Wakatoliki na wengine Maprotestanti kufuata baadaye kidogo, wakakuta Rwanda sasa kumeingia sera za lugha ya Kiswahili ambayo kidogo ilikuwa inatumia maneno mengi ya Kiarabu kama mnavyojua. Mfano kama rais nini, mambo mengi, raia, shukran na maneno kama hayo. Baadhi ya watu hawa mamishonari wakawa na wasiwasi kwamba hawa Kiswahili hiki ni cha Waislamu na hawa Waislamu wanataka kutubomolea utawala wetu au dini yetu na nini, mambo kama hayo. Kwa hiyo wakaanza kukipiga vita sana, wakikilinganisha na kukiweka upande wa dini. Hivyo basi Kiswahili kikawa kimepoteza umaarufu wake na kukaingia haswa mtu ambaye alikuwa anazungumza Kiswahili wakawa namuona kama ni mtu ambaye hajasoma, muhuni, mtu ambaye kidogo tabia yake ni ya kiajabu ajabu. Yani wakawa wanamwita Mswahili kwa maana ya mtu asiyeeleweka. Kwa hivyo basi Kiswahili kikawa kimepoteza umaarufu wake na Uswahili ukawa umechukua mkondo mwingine wa kutoaminika. Baadaye sasa ndo hapo Kiswahili kikawa kimefikia kina kwenda moja kwa moja. Baadaye katika uongozi uliopita kwenye miaka ya 90, hapo mwaka 90, kabla ya 90, miaka 80, kukawa kuna uhusiano wa karibu katika nchi kati ya Rwanda na Tanzania. Ndipo hapo kukaanzishwa masomo ya Kiswahili rasmi katika shule za sekondari, au sio Donald? Ndio kabisa. Kwa hivyo kukawa kuna uhusiano na ushirikiano na katika wizara ya elimu huko Tanzania, na huko Rwanda ndo wakaanzisha vipindi hivyo vya masomo ya Kiswahili katika shule karibu zote ambazo zilikuwa zinafundisha lugha. Hadi chuo kikuu wakawa wanajifunza, na watu wengi mnaowasikia wengi huko nje ambao ni Wanyarwanda katika redio kubwa kama BBC, VOA na kadhalika, wengi walikuwa ni Wanyarwanda ambao wamejifunza Kiswahili huku wakaja kujiboresha baadaye, lakini wamejifunza katika shule za Rwanda. Kuna hata wengine walijaribu kuandika hata vitabu vya Kiswahili. Baadaye tena ndo Kiswahili sijui kwa sababu gani kikaja kupoteza umaarufu wake hadi juzi utawala wa RPF Inkotanyi na baada ya mauaji ya kimbari yaliyotokea au kwa genocide ambayo imetokea mwaka 1994, ndo baada ya nchi hii kukombolewa upya na kuwa nchi mpya, ndo kukaja sera tena za Kiswahili. Kwa hivyo serikali ikaweka mikakati hiyo ya ukuzaji wa Kiswahili,
katika shule za sekondari, nafikiri mara moja au mara mbili, saa moja au mbili kwa wiki. Katika shule za sekondari. Katika shule za sekondari kuna viwango viwili. Naam. Kuanzia sekondari ya chini. Ndio. Vipindi vya kufundisha Kiswahili ni viwili. Ndio. Kwa wiki. Lakini katika mikondo ya lugha, naam, kuna vipindi 6 ambavyo hufundishwa kuanzia kidato cha 4 hadi kidato cha 6. Ndugu watazamaji, mmemsikiliza, huyu ndiye mtaalamu, anajua kuliko mimi. Basi nilikuwa nazungumzia kuhusu utawala wa nchi hii mpya. Nasema nchi mpya kwa sababu nchi hii ilikuwa kuisha baada ya 94, ilibidi kuijenga upya, na ndipo watu mbalimbali, sio kujisifia, lakini nikaanzisha katika Radio Rwanda mambo ya kufundisha Kiswahili. Nifundisha kuanzia wakati huo 2003 kama sikosei, hadi juzi nilikuwa na kila wiki nikawa na vipindi 3 kwa wiki, saa moja moja kwa mantiki hiyo, masaa 3 kwa wiki, hadi juzi tu, ili niweze kuhamasisha Wanyarwanda kwa jumla, si wanafunzi au walimu, ni Wanyarwanda kwa jumla, nikiwa na madhumuni na makusudi, kwa kimakusudi kabisa, na kwa kujitolea bila malipo yoyote kabisa. Nikaanzisha vipindi hivi vya redio na televisheni. Wakati huo hata hizi televisheni nyingine zilikuwa hazipo, ilikuwa ni redio na TV ya Rwanda. Watu wengi hakika wananikumbuka wakati huo, na bado nilikuwa kijana. Leo nimeanza kuwa mzee kidogo. Na kijana kabisa ndugu Maronga. Miaka karibu yote hiyo, karibu zaidi ya miaka 20 sasa. Bado kidogo na umri unavuta, ndio. Kwa hivyo tumeanzisha kwa sababu 3. Kwanza nikumbushe watazamaji kwamba Rwanda kuna Wanyarwanda wana lugha yao ambayo tunasema lugha mama, ambayo ni lugha ya Ikinyarwanda. Ikinyarwanda ni lugha ya Wanyarwanda wote kwa jumla, na baadaye kukaja Kifaransa, na baadaye kaja lugha ya 3 ambayo ni Kiingereza, halafu kumekuja lugha ya 4 ambayo ndio hii lugha yetu ya Kiswahili, kutokana na sababu 3. Katika eneo letu hili la Afrika Mashariki, ikiwa ni Burundi, Kenya, Rwanda, Uganda, Tanzania, Kongo, South Sudan na Somalia, sasa lugha ambayo inavuka mipaka na inazungumzwa na watu wengi ni lugha hii ya Kiswahili. Kwa hiyo tulikuwa hatuna budi ya kuingiza Kiswahili katika shughuli zetu kama nchi za kila siku. Hiyo ni moja. Pili, katika masuala ya biashara ya utangamano wa nchi hizi, katika masuala ya kuboresha mawasiliano kwa jumla, lazima Kiswahili kiingizwe katika majadiliano yetu, katika hali yetu ya maisha ya kila siku. 3, Kiswahili sasa hivi kimetanua sana na kimefika mbali sana, kwa sababu ukitazama mfano vyuo vinavyofundisha Kiswahili katika ulimwengu wa sasa ni zaidi ya 200. Huwezi kaamini kwamba Marekani penyewe kuna zaidi ya vyuo 100. Amini usiamini, zaidi ya vyuo 100 nchi mmoja Marekani, na katika redio mbalimbali kama BBC, VOA, hizo China, Japan, Kiswahili kwa kweli kimefika kule. Na nchi kama Rwanda, Burundi, pote utakuta na vipindi vya redio na TV au televisheni. Kwa hivyo kuna sababu zote za kuendeleza Kiswahili, na zaidi
kwangu mimi, nionavyo mimi na wataalamu wanavyoona, ni kwamba na Mwafrika lazima awe na utambulisho kilugha, kwa sababu hizi lugha tunazo jivunia kama Kiingereza na Kifaransa na lugha kama hizi na Kireno, kwa kweli hizi ni lugha za wageni na ni lugha za utawala wa watu wa nje. Kwa hiyo lazima tuwe na lugha yetu, kama si kama Wanyarwanda tu, ni sisi kama Mwafrika. Na ndiyo maana juzi, nafikiri miaka 2-3 iliyopita, Umoja wa Afrika umepitisha lugha ya Kiswahili kama lugha rasmi ya umoja huo. Ingawa ndugu Maronga, ningependa nijue ni kwa sababu gani sio lugha ya Kinyarwanda au sio lugha ya Kirundi au ya Kiganda ambayo imetangazwa kuwa lugha rasmi na kutumiwa kama lugha rasmi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki au barani Afrika. Swali zuri sana. Na si kwamba wewe umeuliza hivyo. Watu wengi walijiuliza, sana sana watu kutoka sehemu kama nchi za mbali za Nigeria, wakasema kwa nini tusitumie mfano Kihausa ambacho kinazungumzwa na mataifa zaidi 4, 5, 6 huko. Watu wanasema kwa nini tusiingize Kiarabu ambacho kimetanda huko? Kwa nini tuzungumze kama Lingala unalikuta huko Congo Brazzaville na Congo hii ya Kinshasa na mambo mengine kama hayo. Na wengine wanasema Kinyarwanda kwa eneo letu hili, kuna ukienda Tanzania ukazungumza Kinyarwanda, sehemu yote ya Ngara Kihangaza ni kama Kinyarwanda tu, na Kiha naenda Burundi, naenda huko Kongo kwa lugha ya Kongo, lugha moja ya Kongo inayoitwa Kinyamurenge, au nenda huko Kivu, nenda Uganda, wanazungumza lugha ya Kinyarwanda. Ingawa wengine wanaita kwa sababu za kisiasa, lakini ni lugha hiyo moja. Na unapouliza kwa nini Umoja wa Afrika usichukue Kinyarwanda au lugha nyingine? Ndio swali nzuri sana. Na hawa viongozi wetu wa Kiafrika walifikiria na watu wengine waliulizia, na ila jibu ni moja tu, ni kwamba unavyozungumza lugha ya Kinyarwanda mfano au Kihausa au Luganda kama ulivyosema, kila moja anajiona lugha hiyo ina wenyewe. Mganda tutasema hii ni lugha yangu ambayo inazungumzwa sasa, imefika kwenye hali ya Umoja wa Afrika. Hivyo lingekuwa kama Kinyarwanda kama lugha nyingine. Lakini Kiswahili kwa namna pekee kabisa, lugha hii huwezi kusema hii ni lugha ya Kitanzania au ni lugha ni ya Kenya au ni lugha ya Rwanda au ya wapi. Hapana. Kiswahili ni lugha ambayo imetokana na historia, ni lugha ya Kibantu kwa jumla. Lugha ya Kiswahili ni lugha ya Mwafrika, sio lugha ya Mnyarwanda, sio lugha ya Mtanzania, sio lugha ya Mzimbabwe, sio lugha ya Kenya. Ni lugha ya Mwafrika ambayo ni utambulisho wake. Kwa kweli huwezi hata ukiwa upendi usipendi, ni lugha yetu ambayo kwa kweli inatutambulisha kama Waafrika. Kwa hiyo kuna sababu ya Kiswahili lugha ambayo inaweza kutunganisha kama Waafrika wote. Sawa kabisa. Sio lugha ya Wanyarwanda, sio lugha ya Watanzania, sio lugha ya Warundi au ya Wakenya na watu wengine. Na uzuri wake ni kwamba lugha ya Kiswahili ni lugha nzuri sana na rahisi sana kujifunza ukilinganisha na lugha nyingine. Mfano mzuri hapa ni chupa la maji. Chupa kwa Kiswahili hii ni chupa, kwa Kinyarwanda ni ichupa, kwa Burundi na kwa mtu mwingine ni chupa tu. Ukisema macho kwa Kiswahili ni amaso kwa Kinyarwanda, kwa Kiswahili tunasema ni macho. Amaguru kwa Kinyarwanda, kumfundisha Mnyarwanda Kiswahili ni kazi rahisi sana, kwa sababu haya na maguru. Lakini kwa Kiswahili ni mguu. Haya ni miguu. Hii ni miguu. Hii ni miguu. Huyu ni mwalimu. Huyu ni mwalimu. Huyu ni mwalimu. Hapo ndipo
ubantu unajitokeza. Ndio. Na ni rahisi kujifunza. Lugha za Kibantu ambazo zinafanana. Ndio, hata hiyo bantu yenyewe. Huyu ni umuntu. Huyu ni mtu. Haya ni menyo, haya ni meno. Na kadhalika. Kwa hivyo unakuta kwamba lugha ya Kiswahili kwa kweli ni tofauti, hata ujifunzaji wake ni rahisi zaidi kuliko lugha nyingine ambazo mfano nikiingia kama Kijaluo ambacho nakizungumza na kielewa vizuri, aina manango itiminango jaduo, unakuta kwamba kwa kweli kuna ugumu wa kujifunza. Lakini unavyojifunza Kiswahili kwa kweli ni lugha rahisi kujifunza, na sababu nimezieleza, zimeeleweka. Kwa hiyo hakuna budi ya kujifunza Kiswahili na kukiendeleza kwa mataifa ya kanda yote hii ya Afrika Mashariki. Lakini Profesa Maronga, naam, je, Wanyarwanda wanajua umuhimu wa kujifunza lugha ya Kiswahili? Kama umuhimu huo upo, ni faida gani hasa ambazo zinaweza kuwafanya Wanyarwanda wajifunze lugha ya Kiswahili? Swala zuri sana. Wanyarwanda lazima wajue umuhimu wa Kiswahili, na wanajua. Ni kazi yetu sisi ambao tunajua zaidi kuwaelimisha na kuwaonyesha umuhimu wa kujifunza lugha hii ya Kiswahili. Mfano, nchi zetu kama nilivyosema hapo awali, nchi kama ya Kongo, sehemu yote ya Kivu wanazungumza lugha yao ni Kiswahili, ingawa kuna lugha hivi vya kikabila kabila, lakini kuna lugha ya Kiswahili. Ukienda Bukavu, ukienda Goma, ukienda Kalemi, ukienda pale, ni lugha inayotumiwa na Wakongomani wengi wa eneo hilo, na hao ni mpakani, ni ndo hao majirani zetu. Ukienda popote pale mpakani, lugha sasa hivi huwezi, Wanyarwanda wanajua, wanaovuka sana. Ukivuka mpaka tu wa Rusumo kwenda sehemu za Ngara, Mwanza, huna lugha nyingine utakayotumia kama si Kiswahili. Labda ukijidai kuzungumza Kiingereza, lakini Kiingereza chenyewe kinawatinga. Ndugu zetu wanajidai kuzungumza Kiswahili, Kiingereza wanakiona ni fahari. Hakuna fahari ya Mnyarwanda au ya Mtanzania kujidai kuzungumza Kiingereza ambacho hakielewi vizuri kuliko Kiswahili. Kiswahili ni bora zaidi na kina umuhimu mkubwa sana na kina manufaa. Kwa hivyo kuna sababu nyingi za Mnyarwanda kujifunza Kiswahili, si tu kwa sababu ya biashara. Hapo ndipo ambapo nataka kabisa kufika. Ndio. Ni manufaa yapi ambayo Mnyarwanda atayaona baada ya kujifunza lugha ya Kiswahili? Ni kibiashara. Unajua, kufanya biashara ni lugha, ni kuzungumza. Ndiyo. Na lugha tamu unavyozidi kuiwekea mikakati ya kujaribu kuongea vizuri, kufanya biashara yako inazidi kupanua na kufika mbali. Na hivyo matunda yake ya kwanza ni katika ngazi au katika shughuli za biashara. Hiyo ni moja. Na wefikiria kitu kingine, sio tu biashara, lakini hata afya zetu. Wakati mwingine tunaweza tukawa na mambo ya magonjwa ya nini na nini. Unapokwenda mfano Nairobi, unajua watu wengi hapa wakati mwingine wanakwenda Kenya na kwenda Tanzania na kwenda Uganda na kwenda wapi. Lugha rahisi kutumia kama unataka matibabu ya aina yoyote, hata sasa hivi ukienda katika hospitali zetu hapa karibu, kuna ubadilishanaji wa wataalamu. Sasa wataalamu wetu katika ngazi za afya, lugha ambayo ni rahisi kwetu sote ni Kiswahili na mambo mengine kadhalika, kwa sababu halafu kuna ajira. Sasa hivi tunapambana na kujipandua ili tuweze kuendesha biashara zetu kimkakati, ukiingia mfano kama hizi haya magari au shiwirishemeje, biashara kwa jumla, ni kwamba ajira
mtu ukiwa unajisikia vizuri, unaongea vizuri, unajitambulisha vizuri na unaongea vizuri, mawasiliano yako ni ya rahisi, inakuwa ni rahisi zaidi na kwa kumfanya mtu mwajiri kukuajiri wewe unayejua kujitambulisha, unayejua kuongea vizuri katika lugha ya Kiswahili. Hivyo ajira kwa Wanyarwanda kama ulivyouliza ni jambo zuri kuliendeleza, kwa sababu hata kwenye viwanda vingi tu hapa Afrika Mashariki wanatumia Kiswahili, si Kiingereza kama watu wanavyofikiria. Hapana, ni watu wachache sana wanaotumia viwanda vyetu vinatumia Kiswahili. Kwa hivyo lugha ya Kiswahili kuna ajira ambayo pia ina mchango wake katika kuendeleza Kiswahili, na sisi ni wajibu wetu kuwafundisha na kusaidia Wanyarwanda kuelewa vizuri na kuhamasisha Wanyarwanda wajue umuhimu wa kujifunza Kiswahili na mambo mengine mengi. Ni kusema kwamba Mnyarwanda atakayejifunza lugha ya Kiswahili atapata faida, ataweza kupata ajira katika nchi zozote zinazotumia lugha ya Kiswahili. Ndio tuseme kwa mfano akienda Tanzania anaweza kufanya kazi katika viwanda, anaweza kufanya biashara, na hata anaweza kufanya utangazaji habari. Ndio, kwa kuwa hawezi kutangaza habari bila kutumia lugha, na lugha yenyewe ya Kiswahili inaweza kuchangia katika kutangaza habari. Na tena unaweza kufanya kazi nyingine kama kufundisha. Na nchini Rwanda kazi ya kufundisha Kiswahili ipo. Tunaita kwa lugha ya Kiswahili na wakapewa mshahara wao. Si ndio? Bidhaa. Kiswahili kinaweza kikawa kama bidhaa. Ndio. Unakibidhaisha Kiswahili kinakuwa kama ni chenyewe kinakuwa ni kama bidhaa. Kwa hivyo kuna sababu nyingi tu kama unavyosema. Kwa hiyo hata wewe mwenyewe ni watu wachache sana nchi hii ambao wanaweza kama unavyozungumza wewe kujitafutia kuuza, yani Kiswahili ukakiuza ukapata kuishi. Kwa sababu unavyozungumza Kiswahili, unavyoweza kufundisha Kiswahili, tayari ulishapata ajira. Kiswahili chako kinakuwa kama ni bidhaa. Kwa hiyo unauza na wananunua. Sasa hivi ukienda kuna watu wengi sasa hivi wakienda Marekani wakienda siku hizi kidogo kumekuwa na mambo mengine, lakini unaweza ukauza bidhaa, ukauza Kiswahili kama bidhaa na ukapata chochote. Naam. Wapenzi watazamaji, hiki ni kipindi cha Kiswahili ambapo tuko pamoja na mtaalamu wa Kiswahili Profesa Malonga Pacific, na amekuwa akituangazia kabisa kuhusu umuhimu wa kujifunza lugha ya Kiswahili kwa Wanyarwanda. Na kama mlivyosikia, lugha ya Kiswahili kabisa ina umuhimu sana, kwani inaweza kutoa ajira kwa Wanyarwanda wakiwa nchini Rwanda, wakiwa katika nchi zinazopakana na Rwanda na mahali popote ambapo lugha ya Kiswahili inatumika. Na kwa taarifa, naomba nikwambie tu, nikuongezee kidogo, si bure, si kwamba watu hawayaone manufaa hayo. Unapotazama vizuri ukaingia Umoja wa Afrika, marais wote wa Umoja wa Afrika wakakaa pamoja wakaamua kwamba lugha hii lazima tuichukue kama lugha rasmi ya umoja huo. Si kwamba hawaoni au hawajui wanachokifanya. Shida inakuwa ni kiutendaji tu, lakini kwamba wanaona manufaa ya Kiswahili. Lakini Malonga, ningependa nikumbushe kwamba hata lugha ya Kiswahili ni lugha rasmi nchini Rwanda kuanzia mnamo mwaka 2017. Sawa sawa. Nafikiri hayo ninajua. Ndio. Na kitu kingine ni kwamba hata umoja umoja wa kimataifa, lugha kwa kimataifa, UNESCO sasa hivi tunavyozungumza, kuna miaka 3 tayari UNESCO imeamua na imetangaza rasmi lugha ya Kiswahili kama lugha ya dunia. Naam. Nimekuwa lugha ya kwanza ya Kiafrika kutangazwa kama siku, mfano tarehe
tarehe 7 mwezi Julai, tarehe 7 mwezi wa 7 kila mwaka ni siku ya Kiswahili duniani. Naam. Duniani, sio barani Afrika na sio Rwanda tu. Rwanda, Afrika, dunia nzima. Na kwa taarifa yako, sina uhakika 100%, lakini 100%, lakini nimeambiwa juzi kwamba mwaka huu tarehe 7 mwezi Julai huenda Rwanda ikaandaa sherehe za au kuadhimisha siku hiyo, kuadhimisha siku hiyo ya Kiswahili kwa ngazi ya kijumuiya au na zaidi. Kwa hivyo hilo ni jambo la kufurahisha na ni jambo la kujivunia kama Wanyarwanda, kwamba sasa wakati umeadia shamba tuanze kujifunza Kiswahili na tuwe ni watu ambao kwa kweli tunajivunia lugha ya Kiafrika, lugha ya kiulimwengu na lugha yetu tukianzia kwetu sisi wenyewe. Kuna nyimbo wa Wanyarwanda, vijana wa Kinyarwanda huwa wananifurahisha sana. Wanasema Rwanda itajengwa na nani? Unafahamu mwimbo huo? Rwanda itajengwa na nani vijana? Wanasema itajengwa na sisi wenyewe. Wapenzi watazamaji, mmesikia kwamba kabisa lugha ya Kiswahili ni lugha muhimu sana barani Afrika, nchini Rwanda na ulimwenguni kote. Na kama nilivyosema, lugha ya Kiswahili kabisa imetangazwa kuwa ni lugha rasmi nchini Rwanda kuanzia mwaka 2017. Ndio. Na Wanyarwanda ni vizuri wachangamke lugha ya Kiswahili, wasome, wajifunze, kwani ni lugha ambayo inaweza kuwapa tija, kuwaletea tija, na wakaweza kufanya kazi, wakaweza kuibidhaisha na kuitumia ili waweze kujiendeleza. Ndugu Donat, kabla hujamalizia, ni kwamba watu wengine huwa wananiuliza mara nyingi, wanaambia profesa, vipi mbona mnatuhamasisha tujifunze Kiswahili lakini hatuna vifaa, hatuna vitabu, tutajifunza vipi? Na wahakikisheni kwamba kupitia redio hii ya Rwanda Education Board hakika tutakuwa na nafasi ya kujifunza zaidi na kuelimishwa zaidi kuhusu njia na mitandao ipi tutakayotumia kwa kuwafikisheni masomo ya Kiswahili. Na zaidi mimi nawahakikisheni, hivi karibuni tu na toa na kumulika vitabu ambavyo nimetunga na vimekubalika na vimekubaliwa na rebu yenyewe hii Rwanda Education Board. Ni vitabu vizuri vya kujifunza, vipo na vitakuja na vitaendelea kuja, tutaendelea kuviandika, na panapo majaliwa hivi karibuni tu nitawakaribisheni katika kuvizindua rasmi ili muweze kuvitumia. Ingawa na shule tayari kuna wataalamu wenzangu ambao ni wafanyakazi wa REB, ni walimu wa zamani ambao wamebobea katika masuala hayo. Kwa hivyo msiwe na wasiwasi, vitabu vitapatikana na njia nyingine zote tutazitumia ili mradi tupate vitenda kazi na vitabu vya kutosha katika shule na ujifundishaji au ujifunzaji wa Kiswahili kwa jumla. Asante sana Malonga. Nafikiria kwamba kuhusu swala la ukosefu wa vitabu si swala gumu sana, kwani ukipitia ile platform ya REB unaweza kupata vitabu mbalimbali kabisa ambavyo vinaweza kusaidia kujifunza lugha ya Kiswahili. Na sio tu kutumia nakala ngumu, unaweza kutumia hata mtandao. Ndio. Na unaweza kupata vitabu vingi ambavyo vinaweza kukufundisha lugha ya Kiswahili. Na Malonga, kabla hatujafikia mwishoni mwa kipindi chetu, yule ambaye hajaona umuhimu wa kujifunza lugha ya Kiswahili unaweza kumshaurije? Yule ambaye hajaona umuhimu wa kujifunza lugha ya Kiswahili, unaweza kumupa ushauri gani? Ushauri si mwingine, ushauri ndo huu tunaotoa, ni kwamba jamani, hebu tazama mbele. Dunia hii
inakwenda mbele, hairudi nyuma. Ujifunzaji wa Kiswahili ni kwa manufaa yako mwenyewe, ya kila Mnyarwanda, kwa sababu kuna mawasiliano, kuna biashara, kuna afya, kuna kila tunapokwenda sasa kuna aina mbalimbali ya maendeleo. Kwa hiyo kwa maendeleo endelevu, katika maendeleo ya maisha ya Mnyarwanda kwa leo, lazima ujifunze Kiswahili, na umuhimu wake ndio huo kwamba jamani, tupo, twende pamoja, tujifunze, tupate faida ya maendeleo kwa jumla, tusibaki nyuma wakati wengine wenzetu wanasonga mbele. Naam, wapenzi watazamaji, tunafika mwishoni mwa kipindi hiki, lakini kabla hatujahitimisha, na ningependa niwakumbushe kwamba lugha ya Kiswahili ni lugha rasmi nchini Rwanda, na lugha hii inafundishwa kutoka shule za sekondari hadi vyuo vikuu, na lugha hii ina umuhimu kabisa katika maisha yetu ya kila siku. Na kama mlivyosikia, lugha hii haitumii nchini Rwanda tu, bali pia katika Jumuiya ya Afrika Mashariki na barani Afrika na hata ulimwenguni kote. Na kutokana na maelezo ambayo Malonga ametupatia, ametuambia kwamba Kiswahili kinaweza kutuletea tija, kinaweza kutumiwa kama bidhaa, na kila mtu ambaye anaweza kuitumia, labda anaweza kuitumia katika shughuli za kibiashara, labda anaweza kuitumia katika shughuli za utangazaji habari, labda anaweza kuitumia kawe yeye ni mwalimu, anaweza kuifundisha na akafaidika hapo. Na tena ninaweza kuambia kwamba kila mtu ambaye hajaona umuhimu wake, lazima sasa hivi kabisa ajue kwamba lugha hii ni muhimu, na tena yeyote anayetusikiliza ajue kwamba mchango wake unahitajika ili lugha hii ya Kiswahili iweze kusitawi nchini Rwanda na kumfikia kila Mnyarwanda, na tena kumletea tija kama Jamhuri ya Rwanda inavyopanga, kwani ili kuiweka lugha ya Kiswahili kuwa lugha rasmi sio jambo dogo sana. Kuna sababu. Kwa hiyo hebu kabisa tunge mkono serikali yetu ya Rwanda, tujifunze lugha ya Kiswahili na tena tuibidhiishe ili iweze kuwa lugha ambayo inatuletea tija na ambayo tunaweza kufaidika kutokana na lugha hii. Napenda sana kukumbusha watazamaji kwamba ukisikiliza vizuri, hata Mheshimiwa Rais Paul Kagame anapokuwa anazungumza, wakati mwingine huwa anaweka maneno ya Kiswahili kukukumbusheni kwamba jamani, tusije tukaachwa nyuma. Anavyosema mfano mzuri, anasema sisi si migomba mifupi. Katika hotuba yake anazungumza kumwambia sisi tusikubali kuwa migomba mifupi. Mnyarwanda mwanafunzi, Mnyarwanda mwalimu, Mnyarwanda mfanyabiashara na kadhalika, usikubali kuwa mgomba mfupi kwa kubaki nyuma, kwa kushindwa kujifunza Kiswahili, ukaja kupoteza mambo mengi kwa sababu tu ya kutojifunza. Wakati nimekuhakikishia na nimekuambia kwamba lugha ya Kiswahili ni lugha rahisi kujifunza na kuna sababu zake, na ni nukuru kama Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alivyokuwa anasema, hii ni vita ambayo kwa kweli tunaweza tukaishinda kirahisi, kwa sababu tunayo ya kujifunza Kiswahili. Ndiyo. Tumetoa sababu za kutosha. Nia lazima tuwe nayo, kwa sababu serikali tayari imetupa mfano mzuri kwa sheria ambayo imetungwa mwaka 2017, kuna miaka 8 sasa, tayari ipo, inatuongoza vizuri, inatulinda, inatuongoza na kutueleza vizuri ni kwa nini Kiswahili, halafu na uwezo, nia na sababu tunavyo. Kwa hivyo hatuna budi ya kutojifunza Kiswahili. Jamani, karibuni
tujifunze Kiswahili kwa manufaa yetu sisi kama Wanyarwanda na kwa manufaa ya kanda letu lote la Afrika Mashariki na zaidi ya Afrika nzima na hata ulimwengu. Panapo majaliwa, na washukuruni sana. Mwenyezi Mungu awajalieni. Asante sana ndugu. Asante sana Malonga kwa kuwa nasi katika kipindi chetu cha leo. Shukrani. Na mchango wako kabisa umekuwa mzuri.